Mtazamaji wa NHC TV, tuko na mtumishi wa Mungu hapa. Atajitambulisha yeye ni nani, lakini katika ibada ya leo Mungu amemtendea nini na ni vipi amebadilika kwenye madhabahu hii. Na somo ambalo wamejifunza siku ya leo atatuelezea amejifunza kuhusu nini, kwa wale ambao hawajapita wapate kupata kidogo kwa kile ambacho pengine amejifunza kwa siku ya leo. Lakini pia atatueleza ni kwa namna gani ambavyo madhabahu hii imembadilisha kwenye maisha yake, na anawaambiaje wa Tanzania na watazamaji wa NHC TV ambao hawajapata nafasi ya kufika siku ya leo kwenye madhabahu hii kwamba Mungu ni nani na anafanya nini kwenye madhabahu hii. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante. Kwa majina unaitwa nani mtumishi wa Mungu? Kwa majina naitwa Madam Margaret Moshi au Mrs. Shems. Amina. Mtumishi wa Mungu, unaweza ukatueleza ni vitu gani ambavyo umejifunza siku ya leo kwenye ibada ya leo? Kwa kweli ninamshukuru Mungu katika ibada ya leo. Ni ibada ambayo ilikuwa yenye utukufu na njema sana kwa sababu ilifurikwa na nguvu za Roho Mtakatifu kwa wingi. Tukianza kuanzia kwenye kuabudu, wakati tukiwa tunaabudu nilimuona Mungu kwa viwango vya ajabu kwa sababu ibada ile ilikuwa ya baraka kwangu. Kipekee siwezi nikaelezea kwa sababu ilikuwa ya tofauti kwa sababu Roho Mtakatifu alifurika ndani yangu na nikaona utukufu wake. Kwa kweli sina la kusema zaidi ya kumshukuru Mungu wa madhabahu ya New Hope Church kwa makuu yanaendelea kutendeka. Ni ibada ambayo imekuwa ya ajabu sana kwa sababu tumemwona Mungu akitembea kwa viwango vya ajabu akiwahudumia watu, na watu wameweza kufunguliwa kwa namna tofauti. Wamemwona Mungu, watu walikuwa wamefurikwa na nguvu za Roho Mtakatifu, na binafsi mimi katika roho nilimwona Mungu akisema na kanisa ya kwamba yuko pamoja na sisi. Kwa kweli ni ibada ambayo siwezi kuisimulia kwa sababu ya hayo matendo makuu aliyoyafanya. Madhabahu ya New Hope Church imekuwa faraja na tumaini kubwa kwangu kwa sababu imenitendea makuu. Nilivyoingia New Hope Church sikuwa na mume, lakini baba yangu askofu akasimama madhabahuni na kutangaza kwamba mwaka unaokuja Mungu atanitendea, atanipa mume sahihi. Na mwaka ulivyofika, muda ule aliotamka, nilipata mume katika madhabahu ya New Hope Church. Madhabahu ile iliendelea kuwa baraka kwenye maisha yangu kwa sababu baada ya kupata mume, Mungu alinibariki mtoto wa kiume. Nikaendelea kumtukuza Mungu. Baraka ziliendelea kufululiza mwaka hadi mwaka. Sasa hivi Mungu amenitendea ushuhuda mkubwa ambao amenipa makazi. Kwa kweli nina kila sababu ya kumtukuza Mungu na kuwashuhudia mataifa kwa mambo makuu ambayo Mungu anafanya. Mungu wa madhabahu ya New Hope Church kupitia mtume na mtumishi Josephat Njiga anayoyatenda kanisani. Amina. Msikilizaji na mtazamaji wa NHC TV, na imani kuna vita ambavyo umevipata. Huyu dada alikuja kwenye madhabahu ya The New Hope Church akiwa hana mme. Sasa amepata mme. Ni vitu vikubwa sana. Wewe ambaye hujapata mme, wewe ambaye hujapata mke, wewe ambaye una matatizo, wewe ambaye una shida, wewe ambaye umehangaika muda mrefu kwa waganga na waaguzi na kadhalika, hujapata uponyaji. Karibu kwenye madhabahu ya The New Hope Church Tanzania. Mungu anatenda na bado Mungu anafanya. Amempatia mme. Na wewe ambaye unatafuta mme, karibu kwenye hii madhabahu. Mungu atakufanyia. Ushuhuda huu ni wa kweli. Ushuhuda huu amemtendea Mungu dada huyu na Mungu amefanya vitu vikubwa sana kwake, na saizi mambo yanaenda yamebadilika kwa sababu ya madhabahu ya The New Hope Church. Hebu waeleze watazamaji wetu wa NHC TV, leo umejifunza nini? Leo neno la Mungu lilikuwa linasema kwamba katika mlima huu yatapatikana. Hakika yatapatikana kwa sababu kupitia neno lile watu tulipata matumaini mengine mapya. Na tunaamini kwamba Mungu anaenda kutenda zaidi na zaidi. Yatapatikana kivipi? Kama mtu ulikuwa umefika ibadani unahitaji fulani, leo tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya. Amina. Amina. Unawaambiaje watazamaji wetu ambao hawajafika siku ya leo ibadani kuhusu ibada ambazo zinaendelea hapa na kuhusu Jumapili pia? Unawaambiaje?
Kwa kweli ninawasihi na ninawaambia kwamba ukikosa ibada ya madhabahu ya New Hope Church ni hasara, kwa sababu mtu anapoingia katika madhabahu ile na anapotoka ni tofauti. Kwa hiyo ninawasihi watazamaji na watu wote ambao mnahitaji muujiza na mnahitaji Mungu atendee abadilishie maisha yenu, mje katika madhabahu ya New Hope Church. Mtazamaji wa NHC TV, tulikuwa na dada yetu Margaret Mushi hapa. Ameelezea vitu vingi kuhusiana na ibada ya leo, mama ambayo Mungu amemtendea kwenye madhabahu ya The New Hope Church Tanzania katika mtaa huu wa Msufini, kata ya Businde. Tumejifunza vitu vingi sana. Tunakukaribisha kama kawaida, ibada zetu katikati ya wiki zipo. Alhamisi kuanzia saa 10 kuna kuwepo na mafundisho ya neno la Mungu ambayo yanaendeshwa na mtumishi wa Mungu Dr. Kyuga. Tunakukaribisha sana pia Jumapili, ibada zetu zinaanza kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 8. Asante sana mtumishi wa Mungu na Mungu akubariki. Amina. Karibu tena.